tena ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametangaza kwamba anatoa agizo kwa IGP, Inspector General wa Jeshi la Polisi, kwamba kuanzia sasa mikutano ya hadhara marufuku. Nyinyi mnakubaliana na agizo hilo? Lakini vijana wa ACT hawapaswi kusema tu hapana, lazima uwe na hoja. Hizo hoja ukizitoa, hata Katambi mwenyewe aseme kwa kweli hapa nimezidiwa hoja. Tamko la Katambi, waziri wa mambo ya ndani, limevunja katiba, limevunja sheria, limevunja utaratibu. Hoja ya kwanza, hoja ile haikutolewa sawasawa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani haikufuata utaratibu wa bunge. Hoja ile ilitolewa kama kuomba muongozo na mbunge wa Dodoma mjini. Mbunge akiomba muongozo, spika anatoa muongozo. Lakini mbunge ameomba muongozo, spika amempa nafasi waziri wa mambo ya ndani aeleze. Huyu aliomba muongozo kwamba kuna maandamano yanakuja tarehe 7 mwezi wa 7. Hali ikoje? Spika, kiti kinatuongozaje? Lakini waziri wa mambo ya ndani akatumia fursa hiyo kutoa katazo la mikutano ya hadhara, katazo la maandamano. Kama kungekuwa na hoja ya serikali, ingeletwa kama kauli ya serikali. Kwa hiyo hoja ya kwanza ni kwamba suala hili alikufuata taratibu za kibunge. Hoja ya kwanza hii, yani jinsi ilivyoingia bungeni haikufuata utaratibu. Amri halali lazima iwe amri halali kisheria na itolewe kwenye jukwaa halali kwa utaratibu halali. Anasema IGP asitoe vibali vya mikutano ya hadhara. Tanzania hatuna vibali vya mikutano ya hadhara. Sisi tunatoa taarifa ya kufanya mikutano ya hadhara, na taarifa hiyo tunatoa kwa mkuu wa polisi katika ngazi ya wilaya, OCD, na sio vinginevyo. Ndio sheria inavyosema. Kwa hiyo anamwagiza IGP, IGP hana mamlaka hayo, na yeye hana mamlaka ya kumwagiza IGP. Udhaifu wa pili, sio vibali, ni taarifa. Na hili jambo liliwahi kuwekewa msingi na mahakama kwenye kesi ya mchungaji Mtikila.